ni kuhusiana na tuzo zetu za filamu. Kimsingi tunamshukuru pia mkuu wetu wa mkoa amekubali kuwa mgeni rasmi wa tuzo zetu za wasanii waigizaji katika mkoa wetu wa Singida. Kikao ambacho kimejadili agenda 3 za msingi. Agenda ya kwanza ambayo ni tuzo, lakini agenda ya pili vipi wanachama wetu wataweza kupata vitambulisho, na agenda ya 3 vipi kazi yetu ya wilaya itaenda kwenda vizuri. Fomu za TDFA ni fomu ambazo zinaenda kuwapata wanachama wapya na wale wa zamani ambao hawakuwa wamejisajili au ambao walikengeuka kwenye kulipa ada, na mwisho wa siku wanatakiwa wajaze fomu upya, na fomu zinapatikana kwa shilingi 5,000. Ni vyema msanii kuwa na kitambulisho kwa sababu kitakufanya wewe utambulike pasipo kutumia nguvu kubwa kujieleza. Tujiandae kwa tuzo. Zaidi tumeongelea kuhusu michango, jinsi ya kujiunga na kikundi cha wasanii na jinsi ya kujisajili. Kwa hizo tuzo mimi najiona kama ni mtu ambaye anaenda kufanikiwa, kwa sababu najiamini na naamini nitafanya kitu kizuri zaidi. Mimi na msemo wangu nasema everything is impossible, kwamba mimi tamaa sikati, nishaichoma moto brother. Kwa hiyo mimi siwezi kukata tamaa na watu watakuwa waishi katika hiyo. Jina langu ni Esau Lingoe, ni katibu wa chama cha waigizaji mkoa wa Singida. Ni msanii pia. Nashukuru leo tulikuwa kwenye kikao muhimu sana cha wasanii wa wilaya ya Singida mjini katika ukumbi wetu wa Cheyo hapa. Nashukuru wasanii wengi wamejitokeza na kulikuwa na mada nzuri sana ambazo zilikuwa zinaendelea. Kwanza tulikuwa tuna issue ya vitambulisho vya wasanii, kwa sababu mkoa wetu wa Singida wasanii wengi wapo lakini hawana vitambulisho, ambao vile vitambulisho ndo kitu pekee ambacho kinaweza kikamlinda msanii popote anapokuwepo, either location au kuna shida ameipata. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wetu pia wametuambia kwamba vitambulisho muda wote vitakuwepo kwa shilingi 20,000, na vitambulisho hivyo vitakuwa ndani ya miaka 3. Baada ya hapo ndipo tuna renew. Lakini pia kitu kingine ambacho ni bora sana kimezungumzwa leo, ambacho nimekipenda kiukweli, ni kuhusiana na tuzo zetu za filamu. Kimsingi tunamshukuru pia mkuu wetu wa mkoa amekubali kuwa mgeni rasmi wa tuzo zetu za wasanii waigizaji katika mkoa wetu wa Singida. Lakini pia nashukuru pia wasanii wamesema kuanzia tarehe 16 mwezi huu watakuwa wamefanya filamu ya wilaya kwa ajili ya kuipeleka kwenye tuzo. Ni wasihi wasanii wengine wote ambao bado hawajaleta filamu zao kwa ajili ya kushindaniwa, maana tuzo ndo kitu pekee ambacho kinaweza kikakufanya ukapiga hatua katika sanaa ambayo unaifanya. Kwa hiyo ni wasihi wasanii wote ambao hawajaleta, basi tulete filamu zetu zishindaniwe. Hatujui nini kitatokea hapo mbele, ni mwanzo wa kupiga hatua nyingine. Jina langu naitwa Miraji Isa Nongwa, ni katibu wa wilaya ya TDFA wilaya Singida mjini. Hivi tu soon tumetoka kwenye kikao cha wilaya, kikao ambacho kimejadili agenda 3 za msingi. Agenda ya kwanza ambayo ni tuzo, lakini agenda ya pili vipi wanachama wetu wataweza kupata vitambulisho, na agenda ya 3 vipi kazi yetu ya wilaya itaenda kwenda vizuri. Lakini hii yote nashukuru sana kutokana na kupitia kikao cha leo kwamba sasa tuzo zinazokuja zinaenda kuwainua wasanii wetu wa mkoa wa Singida na kuweza kuwatambulisha wasanii wetu wa Singida na watu kuweza kujua sasa kwamba Singida vipaji vipo. Mimi ninachoamini tuzo itaje kuleta matokeo makubwa sana, kwa sababu kwanza wasanii wataanza kuchipukizwa, wataanza kujulikana wote, na wale ambao wenye kazi zao zitaanza kuonekana, na hapo tayari Singida itaweza kutangaza mkoa wetu na itaweza kutangaza biashara ambazo zinapatikana katika mkoa wa Singida. Mimi ni Nasir Mbeyu, ni makamu mwenyekiti TDFA wilaya ya Singida mjini. Kwa siku ya leo tumekuwa na kikao kizuri, tunashukuru Mungu. Wanachama wetu wamejitokeza kwa wingi na kikao kimeenda vizuri. Mengi tumeyaongea na mengi wameyapokea. Kubwa hasa ni kama uongozi tumefanya mambo mengi, lakini mengi tuliyoyapanga hatukuyafikia. Kwa hiyo tumeomba radhi kwa hilo, lakini tumewaahidi makubwa na mazuri ambayo yanakuja, kizingatia pia kuna swala la tuzo mbele yetu lipo. Ni swala kubwa na zuri ambalo wote tunaliwekea nguvu, wote tunaliwekea macho. Kwa hiyo
mengi yanakuja, wanachama wazidi kujitokeza, wasanii kokote walipo kwa wilaya Singida mjini, sisi ndio viongozi wao. Wasisite pale wanaposikia matangazo au mwito kwa ajili ya vikao, basi wajitokeze kwa ajili ya kuyapata mengi ambayo yanajiri katika wilaya na mkoa wetu kwa ujumla. Fomu za TDFA ni fomu ambazo zinaenda kuwapata wanachama wapya na wale wa zamani ambao hawakuwa wamejisajili au ambao walikengeuka kwenye kulipa ada, na mwisho wa siku wanatakiwa wajaze fomu upya, na fomu zinapatikana kwa shilingi 5,000 kwa kila kiongozi, kwa kila wilaya fomu zinapatikana. Wasanii wajitokeze, wajaze fomu ili mradi tuwatambue kama chama. Sisi tupo kuwatetea haki zao, sisi tupo kutetea maslahi yao kama wasanii. Kwa hiyo wanatakiwa wajitokeze kwa wingi kwenye kujaza fomu, kwa sababu zipo au chama kipo kwa ajili ya kuwasaidia zaidi. Jina langu ni Musa Kibi Musa, maarufu kama Kibi. Mimi ni msemaji wa wilaya ya Singida mjini. Tulikuwa na kikao ambacho kimetamatika dakika chache zilizokuwa zimepita. Kikao kimezungumzia mengi ambayo yalikuwa mazuri, hasa tumezungumzia kuhusu vitambulisho vya wasanii, lakini sambamba na tuzo ambazo zitafanyika ndani ya mkoa wetu wa Singida, kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kufanyika kabisa. Nikianza kuzungumzia swala zima la vitambulisho. Kitambulisho ni kitu muhimu sana kwa msanii, kwa sababu mwisho wa siku atahitaji kutambulika. Anatambulika vipi msanii kama hana kitambulisho? Wasanii wote wa mkoa wa Singida sambamba na wilaya yetu ya Singida mjini inayoizungumzia muda huu, ni vyema msanii kuwa na kitambulisho, kwa sababu kitakufanya wewe utambulike pasipo kutumia nguvu kubwa kujieleza. Lakini kingine kikubwa ambacho nitakizungumzia ni swala zima la tuzo. Hili swala la tuzo ni swala nyeti sana. Msanii popote ulipo, utakaposikia habari hizi za tuzo, basi hakikisha unakuja kuzifuatilia ili ujue zinaanzia wapi na zinaishia wapi. Sababu muda hautoshi, sitapata nafasi ya kuzungumzia yote kuhusu tuzo, ila ninachotaka kukuambia ni kwamba tuzo zipo kwenye mstari ulionyooka, na hivi karibuni tutatangaza tarehe maalum kwa ajili ya hizo tuzo za kuja kuwania au za kuja kugombea. Kwa hiyo popote ulipo, tunakuomba uendelee kufuatilia issue nzima ya tuzo, lakini kitambulisho nimalizie kwa kusema ni muhimu sana. Mimi ni Veronica Keria, nimetokea maeneo ya Kona Mlai, maeneo ya Ikande. Mimi ni msanii ambaye nimetokea katika kundi la Jovent linalofanya vizuri sana mkoa wa Singida. Binafsi leo tumehudhuria katika kikao cha wanachama wa Singida, kimeenda vizuri na mapokezi yamekuwa mazuri sana kwa wasanii. Tujiandae kwa tuzo. Zaidi tumeongelea kuhusu michango, jinsi ya kujiunga na kikundi cha wasanii na jinsi ya kujisajili. Hivyo wana Singida, kaeni tayari kwa mambo mazuri zaidi. Jina langu ni Farida Kasim Juma, ni msanii wa hapa Singida. Hapa tulikuwa na kikao cha viongozi pamoja na wasanii. Kitu tulichojifunza ni kwamba tunatakiwa tuwe serious kwenye kila jambo ambalo tunajitolea kwenye wilaya yetu ya Singida na mkoa kwa ujumla. Hivyo vitu vilivyotolewa ni vya maana kabisa, kama msanii kuwa na kitambulisho, kujulikana sehemu yoyote, ili tufanye kazi kuinua mkoa wetu. Hivyo tunahitaji support yenu pia kwa media zote, ili angalau muweze kutuvusha kwenye hii hatua na kuweza kufika hatua nyingine, kwa sababu kiujumla kila mtu anapenda mafanikio mema na ni mazuri. Kwa maana hiyo tunahitaji support yenu leo, kesho, muda wowote, ili tuweze kufikia malengo yetu. Kwenye tuzo mimi najiona kama ni mtu ambaye naenda kufanikiwa, kwa sababu najiamini na naamini nitafanya kitu kizuri zaidi. Jina langu Sudesi Mohamed, au unaweza ukaniita Director Bravado Modesto. Tumetoka kwenye kikao hapa. Kikao kilikuwa kinahusu masuala ya tuzo, lakini pamoja na kazi ya wilaya. Kitu ambacho nimejifunza au kitu ambacho nimetoka nacho hapa, kwamba tunatakiwa kuongeza userious katika kile tunachokifanya, lakini pia tunatakiwa kuwa na ushirikiano wa kutosha katika kile tunachokifanya. Lakini vile vile kutokana na changamoto ambazo huwa zinatokea hapo nyuma,
watu huwa wanarudi nyuma. Hii sijajua ni kwa sababu gani, huenda ni kwa sababu watu hawaamini kile ambacho wanakifanya, kwamba wanaamini sanaa ni kitu ambacho ni cha kawaida, wanafanya tu kupoteza muda, ndio maana vitu vinakuwa kila siku, vitu haviendi, vitu vinakwama. Kwa hiyo naweza nikawashauri au naweza nikasema kitu kwamba watu watakuwa waamini katika kile wanachokifanya, kwa sababu hii ndio wameamua kufanya hichi kitu ambayo wataamini kwamba ipo siku kitakuja kuwatoa kimaisha au kitawafikisha sehemu moja au sehemu nyingine. Kwa hiyo ya kwangu ni hayo, sina mengi zaidi, lakini pia kitu ambacho nawashauri wasanii, sasa hivi sanaa sasa hivi iko kwenye social media, umeona. Kwa hiyo unaweza ukatumia muda mwingi au unaweza ukatumia ubunifu katika kujibrandi ili uweze kutoa sanaa yako hapa kuipeleka sehemu nyingine. Sanaa sasa hivi sio kama sanaa zamani ambayo ilikuwa ni ipo kwenye madeki na manini. Sasa hivi watu wengi sasa hivi wameelimika, wanatumia simu janja na nini. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni fursa moja nzuri ya sisi kuweza kutoka katika katika hichi tunachokifanya. Ni kitu ambacho kwanza nawapa pole kwa sababu hawaamini kama mitandao inalipa, lakini mimi ni mshuhuda ambaye naweza nikawaambia kwamba mitandao inalipa na inalipa vizuri. Kama ukijitoa kwa moyo, mitandao inalipa. Mtandao kama Facebook, mimi ni mmoja wa watu ambao nalipwa na Facebook na silipwi katika akaunti moja. Mimi na akaunti 3 ambazo nalipwa nalipwa na Facebook. Lakini sasa hivi pia napambana ili niweze kulipwa na YouTube. Kwa hiyo mimi naweza nikawaambia kwamba ni pole sana, mitandao inalipa. Kwa sababu gani? Tunachukua mifano hawa wasanii wakubwa ambao wanafanya movie zao wanaweka YouTube, ni kwa sababu wanataka walipwe na mitandao. Kwa hiyo mimi nahamasisha watu ambao hawaamini mitandao inalipa kwamba mimi nawaambia mitandao inalipa na inalipa vizuri. Kwa sasa hivi naweza nikasema maendeleo ya sanaa mkoa wa Singida ni yapo kwa kiwango kizuri, na kama tutaendelea kwa hivi kama tunavyofanya, tunaweza tukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Singida ina watu ambao wana vipaji, lakini pia ina watu ambao wana mionekano. Kama tunavyojua kwenye sanaa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikamfanya msanii aonekane, kwa sababu cha kwanza msanii anaweza kabebwa na kipaji chake, lakini vile vile msanii anabebwa na muonekano. Ukiwa na muonekano mzuri, watu wengi watavutiwa na wewe, watu watakufuatilia. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Singida mashallah tumejaliwa, tuna wadada wazuri. Kwa hiyo inaweza ikawa ni fursa mojawapo nzuri ya wewe kutengeneza movie ambayo ikawa na wasanii wenye muonekano ili waweze kuonekana. Kwa hiyo kwa sasa hivi ipo katika hali nzuri kwa kweli. Siwezi kusema ni tofauti na miaka ya nyuma kwa sasa hivi. Mimi nachowashauri wasikate tamaa, waamini kile ambacho wanakifanya, kwa sababu ukifanya kitu kwa kukiamini, lazima utafanya kwa juhudi, hautafanya kwa kufuata mkumbo. Mimi naweza nikasema wengi wanafanya kwa sababu wanaamini walishafeli, umeona. Lakini ukifanya ukaamini kwamba mimi hichi ninachokifanya kinawezekana, basi huwezi kukata tamaa. Kwa nini ukate tamaa? Ina maana watu wanakata tamaa kwa sababu kile ambacho wanakifanya hakiwalipi kwa muda huo. Unajua sasa hivi au sanaa ya kwanza chini, unaweza ukafanya ukawa unatumia hela nyingi katika kile unachokifanya, lakini kisikurudishie pesa kwa muda huo. Ndio hicho ambacho kinawakatisha watu tamaa. Lakini ukifanya ukiamini kwamba hichi kitu unachokifanya kesho kitakuwa ni kitu kizuri, ina maana wewe kukata tamaa kwako itakuwa ni ngumu. Mimi na msemo wangu nasema everything is impossible, kwamba mimi tamaa sikati, nishaichoma moto brother. Kwa hiyo mimi siwezi kukata tamaa, na watu watakuwa waishi katika hiyo yengo.